Bwana Yesu asifiwe sana. Nikusalimu katika jina la Yesu Kristo Mwanadamu aliye hai. Ni matumaini yangu ya kwamba uko mzima na buheri wa afya, na namshukuru Mungu kwa sababu ya wapendwa ndugu zangu wale wana fellowship ya Umakiso walioko pale Georgia Southern Mbeya. Lakini pia nipende kutoa shukrani zangu kwa wapendwa wengine ambao umekuwa mkiendelea kunifuatilia kupitia katika mitandao mbalimbali ya kijamii, iwe Facebook, iwe TikTok, iwe YouTube. Kwa mbinguni awabariki sana. Na katika siku ya leo kuna swali ambalo liliulizwa na makamu mwenyekiti ambaye kwa sasa ndiye mwenyekiti mteule wa fellowship ya Umakiso, likigusia kwa habari ya kwamba je, ni sahihi kumkristo kutenga? Je, kutenga ni sahihi kwa mtazamo wa Kikristo? Lakini swali lake likaendelea tena mbele ya kwamba je, mambo gani yanaweza yakawa machukizo mbele za Mungu? Basi pasipo kupoteza wasaa wala muda, naomba tuangalie sasa somo hili linaitwa kutenga, kujitenga na kutengwa. Kutenga, kujitenga na kutengwa kwa mtazamo wa kibiblia. Kwa mtazamo wa kibiblia katika maisha ya Mkristo. Na tukumbuke kwamba haya sitayatoa mbali sana, nitaanza katika kitabu kile cha Wakorintho. Kitabu kile cha Wakorintho, naomba nifungue kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza. Kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza sura ile ya 5. Sura ile ya 5. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 5. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 5. Sura ile ya 5. Nitatumia Biblia za aina tofauti. Ukiona haijaandikwa hivyo ujue maana yake ni rahisi, lakini nitatumia Biblia za aina tofauti ili tuweze kuelewana, kwa sababu Biblia ziko zaidi ya aina 30. Kwa hiyo kuna Biblia ya neno, kuna Biblia ya Kristo, kuna Biblia ya Amplified Bible, kuna Biblia ya Kiswahili cha kisasa, kuna Biblia ya habari njema, kuna Biblia ya Union Vision toleo la kwanza, la pili. Lakini ziko Biblia nyingi. Kwa hiyo nitajaribu kutumia Biblia tofauti mpaka ya Kiswahili cha Kivita ipo. Kwa hiyo naomba muwe tu wavumilivu, tusome tumalize utata juu ya somo hili. Na katika kitabu cha Wakorintho sura ile ya 5 mstari ule wa 11 mpaka 13, neno la Mungu linasema hivi: Lakini mambo yalivyo nawaandikia kwamba msichangamane na mtu aitwaye ndugu akiwa ni mzinzi au mwenye kutamani au mwenye kuabudu sanamu au mtukanaji au mlevi au mnyang'anyi au mtu wa namna hii, msikubali hata kula naye. Maana yanihusu nini kuwahukumu walio nje? Ninyi hamwahukumu walio ndani? Lakini hao walio nje Mungu atawahukumu. Ninyi muondoeni yule mbaya miongoni mwenu. Ninyi muondoeni yule mbaya miongoni mwenu. Na rudi kitabu kile cha Mathayo. Kitabu cha Mathayo. Tunachimba kibibilia zaidi siku hii ya leo. Mathayo sura ya 18. Sura ya 18. Mathayo mtakatifu sura ile ya 18. Mungu atusaidie tumalize mapema, lakini sura ya 18 mstari wa 15 mpaka 17. 15 mpaka 17 anasema, na ndugu yako akikosa, enenda ukamuonye wewe na yeye peke yenu. Akisikia, umempata nduguyo. Anasema la hasikii, chukua pamoja nawe tena mtu mmoja au wawili, ili kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu kila neno lithibitike. Na asipowasikiliza wao, liambieni kanisa, na asipolisikiliza kanisa pia, na awe kwako kama mtu wa mataifa na mtoza ushuru. Anasema amini nawaambieni, yoyote mtakayeyafunga duniani atakuwa yamefungwa mbinguni, na yoyote mtakayeyafungua duniani atakuwa yamefunguliwa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi ndugu, baada ya kukusomea haya maandiko kutoka kitabu cha Wathesalonike na kitabu cha Mathayo,
Hebu twende sasa tujifunze somo hili kwa kina zaidi, kwamba katika safari ya wokovu Mkristo anakutana na changamoto nyingi. Mkristo anakutana na maisha tofauti tofauti, anakutana na changamoto za kiroho na kijamii. Moja wapo ya mambo ambayo mara nyingi huleta maswali kadha wa kadha ni suala la kumtenga mtu, kujitenga au kutengwa. Ni moja ya masuala ya kumtenga mtu, kujitenga au kutengwa. Kanisa ni familia ya Mungu. Ndani yake kuna watu waliokomaa kiroho na pia wako wanaokua kiroho. Wako waliokomaa kiroho na wapo wanaokua kiroho. Wakati mwingine makosa hutokea, makosa hutokea, dhambi hutokea, na ndipo swali hili huibuka. Je, ni sahihi kumtenga mtu kwa sababu ya matendo yake? Ni sahihi kumtenga mtu? Katika fellowship zetu na maswali yanatokea hivyo, na kuna situations zinatokea hivi. Je, sasa ni sahihi kumtenga mtu? Biblia haifundishi chuki wala kulipiza kisasi, lakini pia haifundishi kuvumilia dhambi bila hatua kuchukuliwa. Ndiyo maana Biblia inaweka msingi ya nidhamu. Biblia imeweka misingi ya nidhamu ya kiroho ndani ya kanisa. Biblia imeweka misingi ya nidhamu ya kiroho ndani ya kanisa. Kwa hiyo kuna tofauti kubwa sana kati ya kutenga, kujitenga na kutengwa. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Maneno haya yana maana tofauti. Yana maana tofauti, lakini yana uhusiano mkubwa katika maisha ya Mkristo. Kutenga, kujitengwa na kutengwa. Hebu tuanze kuangalia katika sehemu hii, tuangalie kutenga ni nini, kama swali lilivyoulizwa na mtumishi wa Mungu Margaret. Sasa nitaka nizungumze hapa. Kutenga ni hatua ya kanisa au jamii ya waamini kumweka mtu pembeni kwa muda kwa sababu ya tabia au matendo yanayokiuka mafundisho ya Mungu au ya Kristo. Kumtenga kwa sababu ya matendo yanayokiuka tabia za nani? Za Kristo. Na lengo la kutenga sio kumharibu mtu, bali ni kumsaidia atambue kosa lake na arejee kwa Mungu. Na uko ushahidi wa maandiko unaoeleza hivi katika kitabu cha Wakorintho sura ya 5 mstari wa 11. Hapa nitatumia Biblia nyingine inayosema, lakini sasa nawaandikia ya kwamba msichangamane na mtu aitwaye ndugu. Yaani hapa naposema ndugu, maana yake muamini aitwaye Mkristo, lakini naye ni mwasherati au mwenye tamaa au mwabudu sanamu. Hapa Mtume Paulo alikuwa akifundisha kanisa la Korintho. Alikuwa akilifundisha kanisa la Korintho kupitia waraka wake huu kuhusu mtu aliyekuwa akiishi katika dhambi wazi bila kificho. Kanisa lilitakiwa kuchukua hatua mara moja. Na katika Wakorintho wa kwanza sura ya 5 mstari wa 13 anasema waondosheni au muondosheni au mtoeni yule mwovu miongoni mwenu. Sasa hii inaonyesha kwamba wakati mwingine kanisa linaweza kumtenga mtu kwa nidhamu ya kiroho. Kanisa linaweza kumtenga mtu kwa sababu ya nidhamu ya kiroho. Lakini ni muhimu kuelewa kwamba kutenga si adhabu ya milele. Kutenga si adhabu ya milele, bali ni tiba ya kiroho. Kwa hiyo kanisa wakati mwingine linafanya si adhabu ya milele kwamba tunamtenga huyo mtu milele, lakini ni tiba ya kiroho. Mfano ni kama mzazi anayemrekebisha mtoto wake. Lengo si kumharibu, bali ni kumrudisha kwenye njia iliyo sahihi.
Mtoto anapokosea huwa anachapwa fimbo. Sasa lengo la kumchapa fimbo ni kumrudisha kwenye njia sahihi, ili wakati mwingine aogope. Wakati mwingine Biblia imesema atendaye dhambi akemewe mbele za wote, ili na wengine wafanyaji waogope. Sehemu ya pili ninazungumzia dhana ya kujitenga. Sasa kujitenga ni pale Mkristo mwenyewe anaamua kujiweka mbali na mambo au watu au mazingira yanayoweza kuharibu imani yake. Mtumishi Marando ndio alizungumzia hii hoja. Andrew Marando, Dr. Bwana, ameizungumzia vizuri sana, yani mwenyekiti mstaafu aliyepita, amezungumzia dhana ya kujitenga. Hii ni hatua ya hekima ya kiroho. Biblia inafundisha sana kuhusu kujitenga na uovu. Na Mtumishi Marando amesema kujitenga maana yake ni yeye kama yeye. Sasa kuna hatua ya kutenga na kujitenga. Sasa katika kitabu cha Wakorintho anasema kwamba tunaangazia neno kujitenga. Kujitenga, sasa mtu kama mtu anaamua kujitenga. Katika Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 17 anasema, ondokeni kati yao mkatengwe nao, asema Bwana, wala msiguse kilicho najisi. Hapa Mungu anawaita watu wake kujitenga na maisha ya dhambi. Anawaita watu wake wajitenge na maisha ya dhambi. Mfano mzuri ni Yusufu. Katika Mwanzo sura ya 39 mstari wa 9 mpaka ule wa 10, Yusufu alipojaribiwa na mke wa Potifa aliamua kujiondoa na kukimbia dhambi. Sasa hapa tunaona kwamba kujitenga na uovu, Mkristo ambaye hajui kujitenga na mazingira mabaya atapata shida sana. Haleluya. Atapata shida sana ya kiroho. Kwa nini? Kuna mambo ambayo ukikaa karibu nayo, kuna watu ambao ukikaa karibu nao, kuna mazingira ambayo ukikaa karibu nayo yanaanza kukuathiri pole pole. Bwana Marando ni shuhuda. Kuna mambo fulani yalianza kujitenga mapema zaidi na watu wa namna ile, kwa sababu yanaambukizana. Ni kama mtu aliyekaa karibu na moto. Hata kama moto hautaki joto, hata kama hutaki joto linakufikia. Yani ni sawa na mtu aliyekaa karibu na moto. Hata kama hataki moto ule, joto linamfikia. Lakini hebu tuangalie sasa dhana ya kutengwa. Kutengwa ni nini sasa? Kutengwa ni hali ambayo mtu anaondolewa katika ushirika wa waamini kwa sababu ya kuendelea kuishi katika dhambi bila kutubu. Kwa hiyo issue ya msingi ni kuishi katika dhambi bila kutubu. Sasa hapa mtu ndio ametengwa. Biblia inaonyesha kwamba hatua hii huwa ya mwisho baada ya juhudi za kumrekebisha huyo mtu kushindikana. Na ushahidi wa maandiko matakatifu yanazungumza katika kitabu kile cha Mathayo sura ya 18 mstari wa 15 mpaka wa 17. Yesu alifundisha hatua za kumrekebisha ndugu anayekosea, yani Mkristo anayekosea au muamini anayekosea. Kwanza alisema kwamba akikosea mwite, mwambie ukiwa peke yako. Ukiwa peke yako mwambie. Kama kiongozi unamuita, unamwambia. Akikataa chukua mashahidi wawili, yani watu wawili zaidi. Akikataa tena liambieni kanisa. Akikataa pia maonyo ya kanisa aisajiwe kama mtu wa mataifa. Sasa hapo manake kanisa limhesabie kama mtu ambaye sasa hataki kutubu. Na hapa tunaona kwamba kutengwa hutokea baada ya mtu kukataa kurekebishwa. Kwa hiyo kutengwa kunaanza pale ambapo mtu anakataa kurekebishwa. Tunapomuonya kama viongozi wa fellowship, mnaweza mkawa mnamuonya. Kama viongozi wa makanisa, mnaweza mkawa mnamuonya huyo mtu akakataa kurekebishika. Kwa hiyo hivyo kanisa halipaswi kukimbilia, hivyo fellowship haipaswi kukimbilia kumtenga mtu bila kumpa nafasi ya kutubu. Sasa tuje kwenye swali la msingi kwamba je, ni sahihi kumtenga mtu? Jibu la kibiblia ni ndio, lakini kwa kusudi sahihi. Lakini kwa makusudi sahihi.
Sababu za kibiblia za kumtenga mtu ni kulinda utakatifu wa kanisa. Tunalinda kwa sababu wamesema ya kwamba donge huchachua donge zima, donge kidogo huchachua donge zima. Kanisa ni mwili wa Kristo. Katika kitabu cha Wakorintho Wakorintho wa kwanza sura ya 5 mstari wa 6 anasema chachu kidogo huchachua donge lote au donge zima. Sasa dhambi ya mtu mmoja inaweza kuathiri wengine pia. Dhambi ya mtu mmoja inaweza ikafanya wengine pia wakapata kuathirika kutokana na ile dhambi. Kwa hiyo kumsaidia mkosaji kutubu. Jambo la pili, kwa nini kanisa linamtenga? Linamsaidia mkosaji aliyekosea kupata kutubu. Wakati mwingine mtu haoni kosa lake mpaka akiondolewa katika ushirika au katika fellowship au katika jamii ya waaminio. Kwa hiyo lengo lake ni kumsaidia huyu mtu apate kutubu. Katika kitabu cha Wakorintho sura ya 5, Wakorintho wa kwanza sura ya 5 mstari wa 5 anasema mtu huyo apelekwe kwa shetani ili mwili wake ukajaribiwe, roho ipate kuokolewa. Kwa hiyo wakati mwingine anamruhusu shetani, Paulo anasema kwamba nalimruhusu shetani akamtawale. Lengo lilikuwa wokovu wake, si kuangamia kwake. Jambo la msingi ni wokovu wake, kulinda wokovu wake. Kwa hiyo jambo la tatu ni kulinda ushuhuda wa kanisa. Kanisa linapaswa kuwa nuru ya dunia. Wakati dhambi inaonekana wazi na hakuna hatua zinazochukuliwa, ushuhuda wa injili unaharibika. Kwa hiyo tunamtenga wakati mwingine kwa sababu ya ushuhuda wa kanisa. Kanisa linatakiwa kuonekana kama nuru ya Kristo. Kanisa sio eneo la walevi. Kanisa sio eneo, ni kama hospitali. Lakini hospitali hii akionekana mgonjwa ambaye hataki kupata matibabu, wanamuondoa wakaendelea kumpa vitu vya kumsaidia. Kwa hiyo vitu vinavyomrudisha, tuje sehemu ya 3 inasema kwamba ni vitu gani vinavyomrudisha nyuma Mkristo. Mkristo anaweza kurudi nyuma kiroho kwa sababu kadha wa kadha. Sababu ya kwanza inayosababisha Mkristo akairudi nyuma kiroho ni dhambi isiyotubiwa. Dhambi inapokaa ndani ya mtu bila kutubu, polepole inaharibu maisha yake ya kiroho. Katika kile kitabu cha Isaya 59 mstari wa 2 anasema maovu yenu yamewatenga nyinyi na Mungu wenu. Maovu yenu yamewatenga nyinyi na Mungu wenu. Kwa hiyo moja ya kitu ni kwamba dhambi isiyotubiwa ni jambo ambalo linaweza kumuathiri. Lakini jambo la pili ni marafiki wabaya. Ndugu zangu, marafiki wabaya. Katika kitabu cha Wakorintho sura ya 15 mstari wa 31, Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 31 anasema ushirika mbaya huharibu tabia njema. Mtu anaweza kuwa na moyo mzuri lakini akaharibika kwa sababu ya watu anaokaa nao. Ndugu yangu Marando, kama unanifuatilia utaelewa. Marando ni mwenyekiti wa fellowship ya Mwakiso aliyestaafu, waliomaliza manake mwaka jana. Alijitenga na baadhi ya watu, lakini pia kukosa maisha ya maombi. Jambo jingine linalosababisha Mkristo kuanguka ni kukosa maisha ya maombi. Mkristo asiyesali na ni kama askari asiye na silaha, kwa sababu maombi ni silaha. Katika kitabu cha Mathayo anasema, Mathayo 26 mstari wa 41 anasema kesheni mkaombe msije mkaingia majaribuni. Hivyo basi maombi ni silaha. Sasa Mkristo asiyeomba ni sawa hana silaha, ni sawa na askari asiyekuwa na silaha. Lakini kupuuza neno la Mungu ni moja ya mambo yanaweza kumrudisha Mkristo nyuma. Neno la Mungu ndilo chakula cha kiroho. Mkristo asiyelisoma anakuwa dhaifu kiroho. Katika Zaburi ile ya 119 mstari wa 11 anasema moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisije nikakutenda dhambi. Nisije nikakutenda dhambi. Moyoni mwako nimeliweka neno. Kwa hiyo mtu anayedharau alichukulia neno la Mungu kwa umakini anajirudisha nyuma mwenyewe. Lakini kiburi cha uzima, kiburi humfanya mtu ashindwe kukubali kurekebishwa. Katika kitabu cha Mithali 16 mstari wa 18 anasema kiburi hutangulia uharibifu, hufuatia kiburi hutangulia uharibifu. Kwa hiyo kiburi pia kinaweza kuwa sababu mtu anaonywa na kuonywa, lakini kwa sababu ya kiburi hataki kubadilika. Hebu sasa tuangalie hatari za kuwatenga watu bila upendo. Hatari zinazoweza kutokea pale kanisa kama fellowship inapomtenga mtu bila upendo. Ingawa kutenga
kuna msingi wa Biblia, kuna hatari kubwa ikiwa kunafanyika bila upendo. Wakati mwingine watu hutenga wengine kwa sababu ya wivu. Wanatenga watu wengine kwa sababu ya chuki. Wanatenga watu wengine kwa sababu ya siasa za kikanisa, mifumo ya utawala ya kikanisa. Lakini wengine wanatenga watu wengine kwa sababu ya ubinafsi na uchoyo ya madaraka. Na hii sio sahihi mbele za Mungu. Si sahihi kabisa mbele za Mungu. Katika kitabu cha Wagalatia 6 mstari wa 11 anasema, Wagalatia 6 mstari wa kwanza anasema, ndugu zangu, mtu akipatikana katika kosa lolote, ninyi mlio rohoni mrejesheni mtu huyo kwa roho ya upole. Mrejesheni mtu huyo kwa roho ya upole. Hivyo kurekebisha lazima kufanyike kwa upendo, unyenyekevu na kusudi la kurejesha. Na kusudi la kufanyaje? La kurejesha. Kwa hiyo hatari za sisi kama Wakristo, yani hatua ya kutenga ni hatua ya mwisho sana Kikristo. Mfano, Yesu Kristo ndiye mfano mkuu. Yesu Kristo hakupenda dhambi, lakini alimpenda mwenye dhambi. Yesu Kristo hakupenda dhambi, lakini alimpenda mwenye dhambi. Aliweza kula na watoza ushuru wenye dhambi. Aliweza kula na watoza ushuru na wenye dhambi, lakini bado aliwaita waache maisha yao mabaya. Aliwataka waache maisha yao mabaya. Kwa mfano, alishawahi kumwambia mwanamke yule aliyekamatwa katika uzinzi, alishawahi kumwambia kwamba enenda wala usitende dhambi tena. Katika kitabu cha Yohana sura ya 8 mstari wa 11. Hivyo tunaona huruma pamoja na ukweli. Tunaona huruma pamoja na ukweli. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba, ndugu zangu, katika maisha ya Mkristo kuna mambo matatu muhimu sana, ambayo ni kujitenga na dhambi, kurekebishana kwa upendo na kulinda utakatifu wa kanisa. Hayo ni mambo muhimu sana katika kanisa. Kwa hiyo kujitenga na kutengwa ni mambo yanayoweza kutokea katika safari ya kiroho ya maisha ya Mkristo. Lakini yote yanapaswa kufanywa kwa hekima ya Mungu na upendo wa Kristo. Kwa hiyo niseme kwamba lengo la mtu kutenga au kanisa kutenga si kumwangamiza mtu, bali ni kumrudisha kwa Mungu. Kwa hiyo kanisa la kweli, kanisa au fellowship inayomhubiri Yesu Kristo kiuhalisia, si mahali pa watu wakamilifu, bali ni mahali pa watu wanaorekebishwa na neema ya Mungu kila siku. Hiyo neema ya Mungu siku zote ndio inayotuongoza, wala si sisi wenyewe, bali ni neema ya Mungu ambayo katika hiyo tunaweza kupata wokovu, kupata neema na baraka za kuendelea kudumu katika maisha ya utakatifu na heri. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana 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 sana. Basi part 1 ya hii somo nimemaliza, lakini nitakuja kufundisha part 2 ya hili somo. Kama umelielewa hili somo, niandikie kwamba limeeleweka, then nitakuja kufundisha part 2 ya somo hili linalosema kujitenga. Kwanza ni kutenga, kujitengwa na kutengwa katika maisha ya Mkristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Au ngoja niunganishe somo hili. Niunganishe ili liwe na mantiki, ingawa ni refu lakini liwe na mantiki. Sasa baada ya kuelewa kwamba
maana ya kutenga na kujitenga na kutengwa, ni muhimu sasa kuingia ndani zaidi ili kuona au kufahamu hekima ya Mungu iliyojificha ndani ya mafundisho haya. Biblia haikutoa mafundisho haya kwa bahati mbaya. Mungu alijua kwamba kanisa ni jamii ya watu. Kanisa kwanza ni jamii ya watu, na popote penye watu kuna tabia na mitazamo na maamuzi tofauti tofauti. Kuna tabia na mitazamo na maamuzi tofauti tofauti. Hivyo basi ndiyo maana Mungu akaweka kanuni za kulinda utakatifu wa maisha ya waamini. Mkristo ni kama mti uliopandwa kando ya maji. Ili mti huo ukue vizuri, lazima udongo wake ulindwe. Kama udongo utachafuliwa, hata mti huo unaweza kuanza kunyauka. Kwa Mkristo ni kama mti uliopandwa kando ya maji. Kwa hiyo lazima ulindwe vizuri ili maji yasiukumbe, lakini udongo ule usimongonyoke ukaondoka. Hivyo hivyo katika maisha ya kiroho, mazingira ya mtu yanaweza kuharibu au kujenga maisha yake, kwa sababu ziko sababu mbalimbali za kibiblia zinazomfanya mtu ajitenge. Ziko sababu nyingi za kibiblia zinazoweza kumfanya mtu ajitenge. Kuna nyakati ambazo Mkristo anatakiwa kuchukua uamuzi wa kujitenga mwenyewe kwa ajili ya kulinda imani yake. Kwa hiyo kuna wakati Mkristo anajitenga mwenyewe kwa ajili ya kulinda imani yake. Naongelea Mkristo ambaye anaishi katika maisha ya watu tofauti. Kwa hiyo kujitenga na dhambi wazi, Biblia inasema. Kwa hiyo kuna namna ambayo mtu anaweza kujitenga. Kwa mfano ni kujitenga na dhambi waziwazi. Katika kitabu cha Wathesalonike sura ya 5 mstari wa 22 anasema, jiepusheni na kila namna ya uovu. Hapa tunaona Mungu anataka Mkristo asiwe karibu na dhambi hata kidogo. Wakati mwingine Mkristo akikaa karibu sana na uovu, moyo wake huanza kuzoea polepole mambo ya uovu. Mfano ni mtu anayekaa karibu na moshi. Katika zamani nimekumbuka nyumba zetu kwa nakaa, unakuta mwingine anakuja anasema, jamani mbona kuna moshi sana? Mwingine anasema kuna kawaida tu, mimi sioni moshi. Kwa hiyo mwanzoni unaweza ukaona kwamba hakuna moshi. Kwa hiyo mwanzoni anaweza akasema haumdhuru, lakini baada ya muda macho yake anaanza kuwasha. Hivyo ndivyo dhambi ilivyo, huanza taratibu, lakini matokeo yake huwa makubwa. Kwa hiyo kujitenga na mafundi, jambo la pili ni kujitenga, mambo ambayo yanaweza kumsababisha mtu akajitenga. Jambo la pili, ya kwanza kujitenga na dhambi, lakini jambo la pili ni kujitenga na mafundisho ya uongo. Kanisa la kwanza lilipambana sana na mafundisho potofu. Katika kitabu kile cha Warumi sura ya 17, Warumi sura ya 16 mstari wa 17 anasema kwamba jiepusheni na wale wafanyao faraka na makwazo kinyume cha mafundisho mliojifunza. Mafundisho ya uongo yanaweza kuharibu imani ya mtu haraka sana. Ndiyo maana Mkristo anatakiwa kuwa na macho ya kiroho na kuchunguza kila fundisho na kulipima pia. Kwa hiyo kujitenga na tabia zinazomdhoofisha. Jambo la tatu ni kujitenga na tabia zinazomdhoofisha kiroho. Kujitenga na tabia ambazo zinamdhoofisha huyu mtu kiroho. Kuna tabia ambazo zinaweza zisiwe ni dhambi moja kwa moja. Ziko tabia ambazo wewe mwenyewe unazifahamu, ziko ndani yako, zinadhihirika ndani yako. Zinaweza zikawa sio dhambi za moja kwa moja, lakini zinaweza kumrudisha Mkristo nyuma. Mfano, uvivu.
Uvivu hupoteza muda. Lakini jambo la pili ni kuishi bila nidhamu. Unapoishi bila nidhamu pia kujiingiza katika mazungumzo yasiyo na maana. Nabii Isaya anasema kwamba mtu mwenye midomo michafu ni kama barazani pa watu wenye mizaa. Biblia inasema katika Mithali 13 mstari wa 20, aendaye na wenye hekima atakuwa na hekima, bali rafiki wa wapumbavu ataumia. Hii inaonyesha kuwa mazingira ya mtu yana nguvu sana katika maisha yake. Sasa ni wakati gani kanisa au fellowship inaweza kumtenga mtu? Kutenga si jambo la kwanza kufanywa. Biblia inaonyesha kuwa kuna hatua za kufuata. Si tu unaanza tu kumtenga mtu moja kwa moja, kama mimi njochea moja kwa moja na kwambia wewe kuanzia leo sikutaki kanisani. Hapana, kuna hatua. Hatua ya kwanza ni maonyo ya faragha. Kama ndugu anakosea, anapaswa kuonywa kwa upendo. Katika kitabu cha Mathayo 18 mstari wa 15 anasema, ndugu yako akikukosa, nenda ukamuonye kati yako na yeye peke yenu. Yaani mkae nyinyi wawili, jaribu kuyajenga. Hii inaonyesha kuwa kurekebisha huanza kwa siri na kwa upendo. Lakini hatua ya pili, yaani ikiwa hatua ya kwanza ameikataa, hatua ya pili ni kutafuta shahidi, kutafuta mashahidi. Kama hakukusikiliza, tafuta mashahidi 2 au 3 ambao unaweza kuwashirikisha. Kama ni mchungaji, unaweza kutafuta wazee wa kanisa ukawashirikisha. Hii inalenga kuonyesha kuwa jambo hilo si chuki ya mtu mmoja. Itaonyesha kwamba kumbe sio chuki ya mtu mmoja, kumbe ni jambo la kikanisa, sio chuki ya mchungaji eti kwa ajili ya muumini huu, ukishawaita watu wengine pia. Lakini hatua ya 3 ni kanisa. Ikiwa bado hataki kubadilika, ndipo kanisa linahusika. Hatua hii inalenga kulinda utakatifu wa kanisa. Na hii inasaidia kulinda nidhamu ya kiroho na ushuhuda wa Injili ya kanisa. Na ikishindikana hapo, mtu anaweza kutengwa. Matokeo ya kutengwa kiroho: 1, kutengwa kunaweza kuleta maumivu makubwa kwa mtu. Lakini mara nyingi maumivu hayo sasa yanaweza kuwa ni mlango wa toba. Unajua, wakati mwingine Mungu anafanya jambo hata katika maumivu, hata katika changamoto. Mfano mzuri upo katika kanisa lile la Korintho. Mtu aliyekuwa ametengwa baadaye alitubu. Baada ya toba yake, Mtume Paulo aliagiza kanisa limrudishe tena katika ushirika. Kwa hiyo mtu akinapotubu, ni jukumu la kanisa kumrudisha katika ushirika, katika umoja, katika nyumba ya Bwana. Katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 2 mstari wa 6 mpaka wa 7 anasema, Paulo alisema kuwa adhabu aliyoipata ilitosha. Sasa ni wakati wa kumsamehe na kumfariji na kumrudisha. Hii inaonyesha kuwa lengo la nidhamu ya kiroho ni kurejesha na sio kuharibu. Kwa hiyo hatutengi watu kwa lengo la kuharibu, tunatenga watu kwa ajili ya kuwarejesha kwa hatua kadhaa. Hatari ya kujitenga na watu wema. Na watu wanajitenga na watu wema. Wakati mwingine Mkristo anaweza kufanya kosa lingine bila kujua. Anaweza kuanza kujitenga na ushirika wa waamini, yaani Wakristo wenzake. Hili ni kosa kubwa. Biblia inazungumza katika kitabu cha Waebrania sura ya 10 mstari wa 25, wala tusiache kukusanyika pamoja
kama ilivyo desturi ya wengine. Tusiache kukusanyika. Kwa unapojitenga na kusanyika, unapojiona kwamba mimi nafaa, unakuwa unakosea. Ushirika wa waamini ni kama kuni katika moto. Kuni zikikaa pamoja na moto unawaka vizuri, lakini kuni ikitolewa, wewe mwenyewe unafahamu, ikawekwa pembeni, pole pole inaanza kuzimika. Kwa hiyo Mkristo anapojitenga na wengine, ule moto unaanza kupungua. Ndivyo ilivyo kwa Mkristo akijitenga na kanisa au ushirika wa waamini, moto wa kiroho unaweza kupoa. Moto wake wa kiroho unaweza kupoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mambo yanayomsaidia Mkristo, tuone hapa mambo yanayomsaidia Mkristo asitengwe kiroho, ili Mkristo asiingie katika hali ya kutengwa au kurudi nyuma kiroho. Kuna mambo muhimu ya kufanya ili Mkristo asiingie katika hali ya kutengwa au kurudi nyuma kiroho. Kuna mambo muhimu ya kufanya ili asiishie katika hatua hiyo. Jambo la kwanza ni kuishi maisha ya toba. Wewe ni mtu wa toba. Mkristo si mtu mkamilifu, sio mtu mkamilifu, lakini ni mtu anayejirekebisha. Katika kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 9 anasema, tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atusamehe. Kwa hiyo tuwe watu wa toba, tuwe watu wa kutoba, kuomba radhi. Lakini jambo la pili ni kuwa na moyo wa kufundishika. Mtu anayependa kusikia ushauri hawezi kupotea kirahisi. Katika Mithali ile sura ya 12 mstari wa kwanza anasema, apendaye maonyo hupenda maarifa. Lakini jambo la tatu ni kuwa na maisha ya maombi. Maombi humweka Mkristo karibu na Mungu. Mtu anayesali mara kwa mara hupokea nguvu za kushinda dhambi. Hupokea nguvu za kushinda dhambi. Lakini pia kulipenda neno la Mungu. Neno la Mungu ni taa ya maisha. Katika Zaburi 19 mstari wa 105 anasema, neno lako ni taa ya miguu yangu na ni mwanga wa njia yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hapa tunapata funzo kubwa kwa kanisa na kwa Mkristo. Liko funzo kubwa ambalo tunalipata kutokana na hili somo, kwamba kutoka katika somo hili tunajifunza mambo makubwa matatu. Kwanza ni Mkristo anatakiwa kujitenga na dhambi kwa hiari. Kujitenga na dhambi kwa hiari yake mwenyewe. Jambo la pili, kanisa lina wajibu wa kurekebisha wale wanaoanguka ili kulinda utakatifu wa mwili wa Kristo. Tatu, kila hatua ya nidhamu lazima ifanywe kwa upendo. Kila hatua inayochukuliwa, kutenga watu, kujitenga, lazima ifanywe kwa upendo na hekima na kusudi la kujenga au kusudi la kurejesha. Kwa hiyo niseme tu kwa hapa mwishoni, ninapomalizia niseme tu kwamba maisha ya wokovu ni maisha ya safari. Katika safari hiyo kuna wakati mtu anaweza kuanguka. Katika safari hiyo kuna wakati mtu anaweza kukosea, na katika safari hiyo kuna wakati mtu anaweza kupotea njiani. Lakini Mungu ameweka mfumo wa kurekebisha na kurejesha kwa upendo. Kwa hiyo kujitenga na kutengwa si maneno ya chuki, si maneno yaliyobeba chuki, hasira, si nini.
lakini ni sehemu ya nidhamu ya kiroho inayolenga kulinda utakatifu wa maisha ya Mkristo na maisha ya kanisa. Yanalinda utakatifu wa maisha ya Mkristo na maisha ya kanisa. Mkristo mwenye hekima hujifunza kujilinda mapema. Anajitenga na dhambi kabla dhambi haijamtenga na Mungu. Kwa hiyo anaanza yeye kujitenga kabla dhambi haijamtenga na Mungu. Na kanisa lenye upendo halitafuti kuadhibu watu. Kanisa lenye upendo halitafuti kuadhibu watu, bali kuwarejesha katika njia ya wokovu. Bali ni kuwarejesha watu hao katika njia ya wokovu. Basi Mungu wa mbinguni akubariki sana. Nimeandaa somo hilo, lakini kipindi kijacho tutakuja kuona aina 7 za watu ambao Biblia inasema ya kwamba tunapaswa kujitenga nao. Aina 7 za watu ambao tunatakiwa tujitenge nao. Kama utakuwa nimeona response nzuri katika somo hili, basi nitaendelea na somo hilo lingine ambalo nitafundisha kwa habari hiyo. Mungu wa mbinguni akubariki sana, nikutakia wakati ulio mwema. Ni yule mwalimu wako wa neno la Mungu, mwite mtumishi Awadi Mayemba kutoka Njombe, Tanzania. Barikiwa sana. Usisahau kusubscribe, usisahau kulike na kucomment. Yaani usisahau kubonyeza alama ya kunifuatilia iliyoandikwa subscribe. Lakini pia usisahau, kama ni mara yako ya kwanza lakini usisahau kuandika maoni baada ya kusoma somo hili. Niambie umefurahia au hujafurahia, au una swali gani, tuone tunaliwekaje pia. Lakini pia niseme mara ya mwisho pia kwamba usisahau kushare hii message wafikie watu wengine pia. Basi Mungu wa mbinguni akubariki sana, nikutakia wakati ulio mwema. Amen. Barikiwa sana. Wakati ulio mwema. Shalom.